Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nashukuru Spika, ili upambane na wahalifu inabidi wewe usio sehemu ya wahalifu. Sasa ili Watanzania na hasa bunge tupigane vita ya usagaji na ushoga. Je, serikali ipo tayari kuweka masharti hapo na mashine hapo nje? Wabunge wote wanapoingia humu ndani wapimwe kwanza tujue kama kuna usagaji na kama kuna mashoga ili tupambane na ushoga nchi hii. Mheshimiwa Waitara, hilo swali linaelekezwa kwa waziri au kwangu? Mheshimiwa, swali linaenda kwa serikali kwa maana ya waziri wa sheria. Sasa serikali inaweza kuleta mashine hapa ya kupima kweli bungeni? Sitakuwa inatuingilia. Sawa, sasa kama swali lilikuwa linaelekezwa kwangu, mimi siwezi kuuliza swali nikiwa hapa mbele. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, pia hilo swali kwa kuwa halikuhusu wewe, kwa hiyo hilo sitakupa nafasi ya kulijibu. Mheshimiwa Angelina Malembeka, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Nilitaka kufahamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri, katika huo mswada wanaouandaa kwa ajili ya wanawake kwa swala la usagaji, je, wamezingatia kwenye swala la ulawiti, kwa sababu sasa hivi swala la ulawiti ni kubwa zaidi kuliko hilo la usagaji? Asante. Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, sheria ya makosa ya jinai sura ya 16 ilifanyiwa mabadiliko makubwa mwaka 1998 kupitia sheria namba 4 ya mwaka 1998, ambapo makosa mengi ya kujamiiana yaliingizwa mle, ikiwemo kosa la ulawiti. Hili kosa tunalolisema hapa ni kosa ambalo halikuingizwa katika mabadiliko ya mwaka 1998. Ndio maana tunapendekeza liingizwe sasa. Hivyo basi, swala la ulawiti tayari liko kwenye sheria zetu kwa hivi sasa. Kinachotakiwa ni elimu na utekelezaji wa sheria iliyopo. Mheshimiwa Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge. Wizara ya Afya, Mheshimiwa Stella Ikupa Alex, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali la mbunge linauliza, je, upi mkakati wa serikali wa kutoa dawa bure kwa wagonjwa wa akili? Naibu Waziri Dr. Godwin Mollel anatoa maelezo ya majibu ya serikali. Mheshimiwa Spika, mkakati wa serikali wa utoaji wa huduma za afya unafuata sera ya afya ya mwaka 2007, sura ya 5 sehemu ya 4 ibara ya 1 hadi ya 3, ambayo imefafanua njia mbalimbali za ushirikishwaji, uchangiaji na utoaji msamaha ya huduma za afya. Sera inaelekeza wagonjwa wenye ugonjwa wa muda mrefu ikiwemo matatizo ya afya ya akili wanaweza kupatiwa msamaha wa huduma za matibabu kulingana na uwezo wa wagonjwa hao au watu wanaohudumia kupitia mifumo inayohusisha afisa ustawi wa hospitali husika na watendaji kutoka eneo ambalo mgonjwa anaishi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Stella Ikupa Alex, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini njia zilizoelezwa kwenye jibu la msingi hazinufaishi walengwa ipasavyo. Nini kauli ya serikali kwa hili? Lakini pia Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, serikali inaonaje ikawakumbusha maafisa ustawi kutekeleza haya ambayo yameelezwa kwenye jibu la msingi, kwa kuwa tayari tuna takwimu sahihi za watu wenye ulemavu? Mheshimiwa Spika, hali ya wagonjwa wa akili si nzuri, na hasa ikizingatia kwamba hawana uwezo wa kugharamia matibabu haya. Naomba kauli ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Stella Ikupa. Kwanza nianze kwa kumpongeza kwa sababu kwa kweli kama kuna eneo ambalo ametendea haki katika bunge hili kwa miaka hii 5 ni eneo hili la walemavu, lakini pia la wenzetu wenye matatizo ya akili. Mimi nimwambie tu kwa sababu tunakuja na sera mpya, sera mpya ya afya, eneo hili
tutaenda kuliangalia kwa kina, tuone ni namna gani tunaweza tukaboresha, na mimi na wewe tushirikiane ili utupe mawazo tuweze kuja na namna nyingine nzuri mpya ambayo inaweza ikawafikia vizuri wahusika. Lakini